Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo ni mazito kweli kweli, mambo yanazidi kuweza kuwachanganya mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa mwenendo wa klabu yao, kipigo mara 5 mfululizo kutoka hapa nazungumzia wapinzani wao klabu ya soka ya Yanga kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Mambo yanazidi kuweza kuwaendea vibaya. Sasa klabu ya soka ya Simba imeweza kutangaza kutemana na nyota wao ambao wapo kwenye kikosi chao kutokana na kutokukizi yale ambayo walikuwa wakiweza kuyahitaji viongozi wa klabu ya Simba kupitia kocha mkuu Fadlu Davis. Majina yameweza kuwekwa hadharani, utakwenda kujua mmoja baada ya mwingine ambaye anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba kutokana na panga zito ambao limeweza kupita likiweza kuwaengua au wachezaji na kuleta wachezaji wapya. Ni kina nani hawa ambao wanasepa kwenye kikosi cha klabu ya Simba? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu listi nzima yote ya wachezaji ambao wameweza kutangazwa niko nayo hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili zito kubwa kutoka katika viunga vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mambo yanazidi kuweza kuwaendea vibaya kabisa, huku wanachama pamoja na mashabiki hawataki kuweza kuwaelewa viongozi wao kwa kile ambacho kimeweza kujili. Bana, baada ya mbilinge za kuweza kugoma, kupinduka, kuahirishwa na kukimbia adabu ya Machi 8 kwa klabu ya soka ya Simba, hatimaye walikubali kuweza kupeleka timu kufuatia kikao kizito kilichofanyika Dodoma chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, akiweza kuwaweka mezani klabu ya Simba pamoja na Young Africans na kukubali kuweza kucheza mchezo ulioahirishwa Machi 8 ukaahirishwa tarehe 15 na kupangiwa siku ya tarehe 25. Kile kilichoweza kujili ni majonzi kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa klabu ya Simba imeona ya kwamba kama kuna mizigo ambayo wanapaswa kuweza kuitua, basi inaanzia kwa wachezaji ambao wanatakiwa kuweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Simba jina la kwanza kabisa katika orodha ya wachezaji ambao hawako tayari kuendelea nao katika msimu unaofuata wa 2025-26, basi jina la Joshua Mutale ni miongoni mwa watu ambao wapo katika orodha ya wachezaji ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Simba wanamtizama kama Joshua Mutale kwa kile ambacho alichokitarajia kwake ni kama akijeza kufikiwa kwa yale yote ambayo yaliweza kutokea. Majeruhi yaliyokuwa akiweza kumpata mara kwa mara, lakini hata anapopata nafasi ya kuweza kuingia kiwanjani, kile ambacho wana Simba wanakitarajia kinakuwa tofauti. Kiwango kizuri kabisa ambacho alikionyesha katika mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani ya Afrika, ambapo ilikuwa ni mkondo wa pili pale Zanzibar, na kiwango alichokionyesha katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ni vitu viwili tofauti. Sasa wana Simba wakasema ya kwamba hawaoni kama kuna haja ya Mutale kuendelea nao katika msimu ujao. Kwa hiyo amepewa mkono wa kwaheri na taarifa kwamba atafute sehemu nyingine kwenda kupata changamoto ambayo anahitaji. Lakini miongoni mwa watu wengine ambao kwenye kikosi cha klabu ya Simba nafasi imekuwa ni ngumu kweli kweli ya kuweza kuonyesha kile ambacho wako nacho. Alianza msimu chini ya kocha Fadlu Davis akiwa anang'aa kweli kweli. Watanzania wakasema ya kwamba kipaji kingine kimekuwa na sasa kitafanya vizuri, akitabiriwa kufanya makubwa, lakini mwisho wa siku mambo akawa ni tofauti. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Edwin Balua, miongoni mwa nyota ambao wapo kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Mambo hayajaendea vizuri. Inaelezwa kwamba klabu ya Simba ipo katika hatua za mwisho za kumalizana nyota huyo kutokana na kutopata yale ambayo alikuwa akiweza kuyahitaji kwenye kikosi chao. Hivyo basi klabu ya Simba imeweka hadharani miongoni mwa watu ambao wanachana nao pia yupo kijana Edwin Balua, kipenzi cha rais wa Young Africans Engineer Hersi. Anakuambia kwamba miongoni mwa wachezaji na wakubali ni Edwin Balua kutoka katika klabu ya Simba. Utaelewa sasa kile ambacho ni kweli ama si kweli. Lakini katika orodha hiyo yupo hapa nazungumzia Tanzania One Aishi Manula, tayari jina lake lishaweza
kuwekwa wazi ni miongoni mwa nyota ambao wanaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na taarifa za nyepesi zikieleza kwamba amemalizana na walambalamba. Hapa nazungumzia Azam FC, tayari ameweza kuweza kuweka saini ya miaka 2 kwenye kikosi cha Azam, kwa taarifa ambazo zinaelezwa za ndani kabisa. Sasa kwa hiyo hatakuwa tena sehemu ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club kunako msimu ujao. Lakini pia klabu ya Simba ipo katika mazungumzo ya mwisho kuachana golikipa wake Ayubu Lakledi. Ni miongoni pia wa majina ambayo yameweza kuwekwa wazi. Ayubu Lakledi anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba si kwa sababu ya uwezo, bali majeraha ya muda mrefu ambayo yameweza kumweka nje ndio amefanya klabu ya soka ya Simba kumtoa hata katika orodha ya wachezaji ambao wangeweza kushiriki hata michuano ya kombe la shirikisho. Walimuondoa mapema kabisa. Kwa hiyo Ayubu Lakledi anaondoka ili kuweza kupisha ongezeko la nyota mwingine mkubwa ambaye klabu ya Simba wanataka kuweza kumtambulisha panapo majaliwa dirisha la usajili kiweza kufunguliwa, ili kupunguza idadi ya wachezaji wa kigeni kwenye kikosi chao. Kwa hiyo Ayubu Lakledi ni miongoni mwao. Lakini katika taarifa nyingine, klabu ya Simba ipo katika mazungumzo na uongozi. Hapa nazungumzia wa Deborah Fernandez Mavambo. Ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa kuweza kuondoka kwenye kikosi chao kutokana na kile ambacho kinachoelezwa. Mpaka sasa mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli, kutokana na bado akiwa na mkataba na kikosi cha klabu ya Simba. Hivyo basi inaelezwa kwamba klabu ya Simba haiko tayari kuweza kuendelea naye kutokana na kiwango chake kuweza kushuka na kutoweza kufikia yale mahitaji. Kocha Fadlu Davis yeye alisema ya kwamba wakati anapewa timu alikuta wachezaji wengine wameweza kusajiliwa, wachezaji wengine ambao yeye anawatizama kwenye kikosi chake na anaona kabisa hawa ni usajili ambao aliufanya, wakiwepo ni pamoja na Lionel Ateba, hapa nazungumzia Pimpin Kamara, pamoja hapa nazungumzia miongoni mwao pia akiwemo Joshua Mutale. Kwa hiyo anasema ya kwamba katika sajili ambazo angependa kuweza kuzifanya kunako msimu ujao, basi zingepata kuweza kutiwa saini pamoja na yeye akiwepo. Yani kama katika machaguo ambayo ya Simba wanahitaji kwa wachezaji, basi bila shaka au wachezaji awe pia na yeye ameweza kutia maoni yake kuweza kuwachambua, kwa sababu yeye ndio mwenye kikosi na yeye ndio mwalimu, anajua ni wapi ambapo anahitaji. Klabu ya soka ya Simba kupitia kocha Fadlu Davis waliweza kuweka hadharani ya kwamba kuna maeneo matatu ambayo wanataka kuweza kuyafanyia kazi. Kama si matatu basi ni 4, ambapo klabu ya Simba itaongeza golikipa mpya kwenye kikosi chao katika eneo la lango, huku ikielezwa kwamba klabu ya Simba inakuwa na mapungufu katika eneo la golikipa, kwa sababu ukitizama magoli 11 ambayo klabu ya Simba ameweza kufungwa yamechangiwa na udhaifu wa golikipa Pimpin Kamara. Hivyo basi wanapaswa kuweza kumpatia changamoto mpya, na klabu ya Simba inafikiria kumtafuta golikipa mwingine. Lakini katika safu ya ulinzi klabu ya Simba ipo katika matazamio ya kuongeza beki mwingine, wakati ikiweza kutizamika ya kwamba miongoni mwa changamoto ambayo imeweza kupatikana msimu huu ni katika eneo la ulinzi, ambapo makosa mengi yameonekana kuweza kutendeka katika eneo la ulinzi, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba itaingia sokoni kutafuta beki wa katikati. Lakini katika upande wa namba 10 wana Simba hapa sasa ndipo ambapo wengi wanamtizama kama Jean Charles Ahoua si mtu ambaye anaweza kuwabeba na kuwavusha katika nchi ya hadi kwa kile ambacho wanakitizama. Lakini klabu ya Simba wenyewe wamesema ya kwamba wataongeza mshambuliaji wa kati, huku sasa jina la Pasencio Mabululu likiwa ni miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Twende kutizama ni nini ambacho klabu ya Simba watakwenda kukifanya katika sajili ambazo wamepanga kuweza kuzifanya mara baada ya kuweza kutoa nyota wao ambao wapo kwenye kikosi, kwa sababu upembuzi unaendelea yakinifu kwenye kikosi chao. Majina yataendelea kuongezeka kutokana na makubaliano watakavyoweza kuwafikia, kwa sababu huwezi kumfukuza mchezaji kama bado ana mkataba na timu hiyo. Bila shaka utapaswa kwenda kulipa gharama kubwa
kubwa zaidi. Hivyo basi kuna nyota wengine wataendelea kubaki, lakini si kwa pendekezo la kocha Fadlu Davis, ni kwa sababu ya kimkataba, kutokana na mikataba wengine imekuwa ni migumu kuweza kuvunjwa. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa hii nyingine ambayo itakuweza kukujia wakati ambapo ikiweza kuwekwa katika